lakini ni kwa sababu ndio uwakilishi wa mtu duniani wa Mungu, na uwakilishi, kiwakilishi kinachoweza kumwakilisha mtu duniani ni maongezeko. Mtu anaweza akaishi akaondoka, lakini kile alichokifanya kikaongezeka ndicho kitakachoendelea kuwa alama yake duniani. Sema amina. Lakini sababu ya 4 ilikuwa ni kwa sababu hakuna baraka bila maongezeko. Kinachowakilisha baraka kwa mtu yeyote ni ongezeko. Kama hakuna ongezeko, huwezi kusema umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona sababu ya 5 kwamba kwa nini maongezeko ni sababu ndio ushuhuda wa kiungu na wema wa Mungu pamoja huthibitishwa kupitia ongezeko. Na tuliona kwamba pamoja na kuwa afya au uzima, kinachotafutwa ndani yetu ni ongezeko. Unaweza ukawa na afya, lakini afya bila maongezeko ni deni. Kama una afya, una uzima, una nguvu na hakuna maongezeko ndani yako, au ulichokifanya kikawa introduced, it means unadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu mwenye afya anadaiwa kuongezeka. Na tuliona njia za maongezeko. Kuna njia kama kadhaa ambazo tulizitaja. Ili mtu aweze kuongezeka ni lazima awe na ndoano. Namba 2, awe na maelekezo ambayo yatampeleka kwenye kuongezeka.